السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Hiyo ni Surat Al-Isra aya 110. Kabla ya kuianza hii, huku nyuma tulikumbushana kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliambiwa na Allah, fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Mtume aliambiwa na Allah, fabima rahmatin min Allahi linta lahum, hivi ulivyo ni kutokana na rehma za Allah. Yani kule kuwa wewe ulikuwa umejisogeza sana kwa Allah, ulipojisogeza kwa Allah ikakufunukia rehma yake. Kwa rehma hiyo ulioipata kutoka kwa Allah, linta lahu, umekuwa laini kwao. Kwa rehma maalum iliyokujia kutoka kwa Allah, imekufanya wewe umekuwa laini kwao. Usingekuwa umejisogeza kwa Allah hivyo, moyo ungekuwa mgumu, na ungekuwa mgumu, matokeo yangekuwa haya: walau kunta faddan, kama wewe ungekuwa na mdomo ovyo, ghalidha alqalbi, moyo wako ukawa mgumu, lanfaddu min hawlik, awa wangekukimbia. Tukasema aya hii inafunzo sana hii kwa walezi wote. Kila lena nafasi ya uleaji wowote ule, ana watu wanaomsikiliza kwa namna yoyote. Funzo ni nini? Awe karibu na Allah. Akiwa karibu na Allah, anafunuliwa rehma za Allah, anapata rehma maalum za Allah zinazomfanya anakuwa na uwezo wa kuongea na watu vizuri. Moyo wake, mdomo wake unakuwa uko mwepesi wa kuongea nao, na moyo unakuwa laini kwao, na watu wanakuwa karibu kumsikiliza. Lakini kinyume cha hivyo, akiwa hana kujisogeza kwa Allah, rehma hii anaikosa. Kwa hiyo anaweza kuwa ni msomi mkubwa, lakini kwa kukosa rehma hii aliyoikosa kwa Allah, akiongea ni namna watu hawezi kumsikiliza, jinsi maneno yalivyo mazito, maneno ya kusababisha kugombana, maneno ya kusababisha kutukanana, maneno ya kusababisha vurugu zitokee. Jamani, kuna wasomi wazuri tu, wasomi wakubwa, maneno yao ni lakini kila linalotoka mdomoni ni sababu ya watu kuchafuka, mpaka wengine wakianza kuongea tunasema bwana, hebu tuondoke hapo bwana, hapafai, pataharibika sasa hivi hapo. Nini? Kuwa mbali na Allah kunafanya mtu anakosa rehma hiyo. Sasa kwa utangulizi huu, tuangalie aya hii inayokuja. Ina jina Ar-Rahman katika majina ya Allah, Ar-Rahman. Qul ud'u Allah, Mtume alikuwa anaambiwa qul, sema ud'u Allah au ud'u Ar-Rahman, muite Allah kwa jina lake hilo au muite Ar-Rahman kwa jina lake hilo. Ayyama tad'u, lolote utakalokuwa umemuita kwa majina yake Allah, sawa tu.
falahul asmaul husna, anayo majina mazuri tu mengi, lolote utakalokuwa umemuita. Mtume alikuwa anapambana na challenge Maka, na miongoni mwa challenge ilikuwa ni jina Ar-Rahman. Makuraish walikataa, walimwambia Allah, si tunamjua Ar-Rahman, tumtabui Ar-Rahman. Kuna Ar-Rahman pia, kama vile ambavyo walikuwa na vitu vingine wanavikataa, ni pamoja na jina hili, kwamba we Muhammad unadai kuna Mungu mmoja, lakini unatuambia Ar-Rahmani. Tena Ar-Rahman nini? Sifa nyingine za Allah walikuwa wanazikubali, lakini sifa hii Ar-Rahmani kwao kama wakaiona ni ngeni. Kwa hiyo miongoni mwa vitu walivyokuwa wakivikataa ni pamoja na hilo. Basi Allah akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul, sema uambie, ud'u Allah, muiteni Allah kwa jina lake hilo, au ud'u Ar-Rahman, au muiteni kwa jina Ar-Rahman, bado ni yule yule, wala sio wengi. Sifa hiyo pia kama hamuitambui ni katika sifa zake. Ayyamma tad'u, lolote jina utakalokuwa umemuita, falahul asmaul husna, Allah anayo majina mengi, ni majina yake ya sifa mengi. Sawa, majina yake ya sifa mengi anayo. Ni Allah jina lake la dhati, ana na majina ya sifa mengi. Kwa hiyo muite tu, waimuiteni tu kwa lolote tu, wala haisababishi kwamba yakiwa majina ni mengi basi manake wameshakuwa nao ni wengi. Sawa. Akaambiwa jambo jingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tajhar bi salatik, wala wewe usisome kwa nguvu sana Qur'ani yako wakati ukiwa unaswali, watakusumbua. Hii kwamba kwa ajili ya wale makafiri walikuwa wakimfanyia fujo. Wala tukhafit biha, wala usisome kwa chini sana kiasi kwamba waumini hawakusikii vizuri. Wabtaghi baina dhalika sabila, chagua njia ya kati na kati, soma kwa wastani. Sawa. Hiyo ilikuwa kuna uhusiano kwanza mkubwa wa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuwa wakimzunguka. Ilikuwa akisoma kwa nguvu sana, Muhammad huyo, vurugu zinaanza, matusi na nini. Wala wewe usifanye hivyo kuwasikilizisha wao chochote. Wao wakija wakisikiliza wasikilize kwanza, si wanaambiana hata msisikilize, si ndio hivyo? Lakini bado wanakuja wanaisikiliza hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna vitu hivi vimezungumzwa, vimeongezeka katika hii tunakusoma leo, lakini tunachokitafuta jina Ar-Rahman. Sawa. Tulikuwa tukisema kwamba tuangalie majina ya Allah, majina ya sifa za Allah yanatuongezea nini? Imani. Jina hili Ar-Rahman manake mwenye rahma nyingi, huruma nyingi hapa duniani. Rehma nyingi zinamgusa kila mtu hapa duniani. Yeye ni Rabbul Alamin, si ndio? Alhamdulillah, sifa njema zote ni zake Allah Rabbil Alamin, mlezi wa walimwengu wote. Alipokuwa ni mlezi wa walimwengu wote, ikimalizika ya Rabbil Alamin inaofuata Ar-Rahman. Kwa kuwa ni mlezi, sifa Ar-Rahmani ikaja moja kwa moja hapo. Huyu mlezi wa walimwengu wote ana sifa ni Rahman, rehma zake zinakwenda kwa wote, anayemkubali na anayemkataa. Ni mlezi. Tukija kwenye mifano ya kidunia tulionayo ya kiubinadamu, kwa mfano Allah mfano wake ni wa juu sana. Mtu akikabidhiwa ulezi, kwenye nafasi yake ya ulezi, kwani yule anayesumbua ndio manake anamtenga? Au anapata huduma za ulezi vile vile? Anazipata. Hata mtoto mdogo kabisa, mama anaweza kuwa anamhudumia yeye, kwa mfano chakula. Njaa mama njaa. Basi mama anafanya juhudi ya kumhudumia. Wakati anamhudumia anaweza akaja akamsumbua tena. Njaa na kilio. Sasa kwa ile kilio ampige mwiko, au hata bado ataendelea kumbembeleza? Ataendelea kumtuliza vile vile, kwa sababu yeye ni mlezi. Sawa. Sasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi almathalul a'la, Allah mfano wake ni wa juu zaidi. Ilipokuja sifa yeye mlezi wa walimwengu wote, likaja sifa yake Ar-Rahman, mwenye kuwarehemu wote katika nafasi hii ya ulezi, kwa sababu hapa wamekuja kazini, wanatakiwa wapate malezi yote.
Wakikataa, wakikubali, wakimkataa Allah, wakimkubali, malezi wanapata. Inanyesha mvua, ikinyesha mvua ni sababu za maisha kwa wote, si ndio? Sababu ya maisha imeshuka. Hata wanaosema hakuna Mungu watapata sababu za maisha, hawapati. Malezi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Upepo mzuri, wamefaidika wote, anayetaka na asiyetaka, anastahiki na asiyestahiki, manake anapata, si ndio hivyo? Mambo mengi, jua kwa wote ni mlezi. Haiwi kwamba jua litawapata wale waliomtii tu. Pengine iko siku hata wasiotii watakuja kutii. Hawa ni walezi, anawalea Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa. Kwa hiyo katika kadhia ya ulezi, jina Ar-Rahmani hapa duniani wote wapate. Tuko pamoja mpaka hapo? Kipengele cha kwanza hicho. Kipengele cha pili, hapa duniani kuna rahma inayoitwa Ar-Rahmatul Amma, rahma kwa wote hapa duniani. Halafu kuna Ar-Rahmatul Khassa, rehma hii sasa kwa watu special hapa duniani. Kwanza tuache ile Ar-Rahimi kwa akhera. Hapa duniani iko rahma kwa wote na rahma kwa watu maalum, rahma maalum. Kabla sijaiendea hiyo, labda niendee kwa mfano wa kidunia ili tupate wetu sisi. Baba au mama walezi wanaweza kuwa wana rahma kwa wote na rahma khas. Vipi? Ana watoto wake kwa mfano 5 au 6, 7, sawa? Kuna rahma kwa wote, chakula kipo, wote wanahusika, si ndio? Mavazi wote, sehemu za kulala nzuri wote, ndivyo sivyo? Kila kitu kizuri kinachohitajika, maskani, kila kitu kizuri kipo kwa wote, watoto wake. Lakini kuna mtoto mmoja yuko karibu sana na wazazi wake, anachunga mipaka kweli, ana heshima ya hali ya juu, hataki kumvunja mzazi hata kidogo, mpaka mzazi anaona hilo. Yani ni barran biwalidai, mtiifu kweli, mwema kweli, anachunga kila nafasi ya wema, hataki kuhakikisha amemtia doa mzazi. Sawa sawa, tuko vizuri? Hao watoto wamekuwa katika tabia mbalimbali pale nyumbani, wapo mpaka wamekuwa wakubwa. Huyu tangu mdogo mpaka amekuwa mkubwa ni wa aina yake. Ile rahma kwa wote itakuwa inapatikana kwa wote, lakini lazima kwa mzazi kutakuwa kuna rahma haswa kwa huyu. Nikupe mfano hai, rahma haswa kwa yeye. Kwa mfano, mzazi akiwa na mwaliko maalum, ikatokea yeye ana dharura, unafikiri atampa yoyote aende kumwakilisha au atampa huyu? Atampa huyu ataniwakilisha, huyu hawezi kuniharibia huyu, lakini hawa wengine hawachungi. Hii rahma hasa iko kwake. Panapokuwa jina langu lisiharibike, nenda wewe, na wote watajua kama mzee hapa kwenye hii lazima atampa huyu, na hawezi hakuna objection. Wanajua, si wanajijua walivyo. Kwa hiyo kuna rahma hasa itajitokeza kwa huyu kuliko kwa wengine. Zile kwa wengine ni zile za pamoja, sawa sawa. Kwa Allah, lillahi almathalul a'la, Allah mfano wake ni wa juu zaidi. Wanaotii na wasiotii kwenye malezi, rahma iko kwa wote, mvua kwa wote, upepo kwa wote, wapata sababu za maisha kwa wote, si ndio? Lakini yule ambaye atakuwa anajisogeza kwa Allah kweli, yataqarrabu ilaihi bin nawafil, anajisogeza kwa zile ibada za ziada za sunna, Allah anasema huyu mtu sasa kuona kwake ni mimi, kusikia kwake ni mimi nimekuwa sikio lake, kushika kwake ni mimi ndio miguu yake ya kutembelea, na akiniomba nampa, na akitaka kinga na mkinga. Unaona sasa hapo, sasa tatajalla rahmatullah, zimejifunua rehma za Allah kwake maalum. Hii ni rehma maalum hapa duniani. Kwa hiyo tunapozitaka rehma maalum duniani kwenye jina hili Ar-Rahman, hizi rahma maalum ni sharti tujisogeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kipengele hiki nilikuwa nataka kikae vizuri. Hapa duniani kuna rehma kwa wote kwa jina Ar-Rahman. Kwenye hili jina Ar-Rahman hapa duniani ambalo lina rehma kwa wote,
Kuna rehma ile ya jumuiya, kuna na rehma maalum kwa waliojisogeza. Imekaa vizuri? Kwa kiasi unavyojisogeza ndivyo kiasi Allah anavyofunua vitu fulani kwako. Ndio maana tukaisoma ile fabima rahmatin min Allahi linta lahum, ni kutokana na kule kujisogeza kwako ikaja rehma ya Allah kwako mpaka ukawa ni mlaini kwao. Usingekuwa unafanya hivi, usingekuwa na sifa hizi. Walau kunta fadhan ghalidha alqalb, na lau kama ungekuwa mdomo wako ni mchafu, una moyo mgumu, lanfadhu min hawlik, wangekukimbia. Sawa sawa. Kwa hiyo tunahitaji rahma maalum kwa Allah. Tukiachilia mbali rahma hii ya wote, hii tutapata hii rehma kwa wote, hii inapatikana. Ikinyesha mvua na wewe unayo, jua likitoka na wewe unalo, si ndio hivyo? Lakini kuna kufunukiwa na Allah akufungulie wewe rehma maalum, akuite ibadur rahman, waja wangu mimi, wana sifa maalum. Sawa sawa. Hilo ni muhimu sana tuliangalie. Kwa hiyo tukiwa tunakwenda tunaangalia maisha, tunafanya vitu vyetu, tujisogeze kwa Allah, ipatikane rahma maalum. Yani somo langu leo hapa ilikuwa ni kipengele hiki tu, jina Ar-Rahman. Tuko kazini hapa sisi, kuna rehma kwa wote zinapatikana kwa sababu Allah ni Rabbul Alamin. Lakini katika hii Ar-Rahman kuna rahma khasa kwa wanaojisogeza, mpaka ikawa Allah anasema huyu sasa mimi, huyu wa kwangu, akisema namsikiliza, kushika kwake ni mimi, kutembea kwake ni mimi, kuona kwake ni mimi. Kuntu sam'ahu, sawa sawa, kwa hadithi kutsi, kutembea kwake ni mimi, na akiniomba nampa, na akitaka kinga namkinga. Hii inapatikana kwa kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tufanye juhudi za kujisogeza kwa Allah, na njia nzuri ya kupata fursa za kujisogeza ndio ile tuliokuwa tumeisoma, idha marartum bi riyadhil janna fartau, mkipita kwenye mabustani ya peponi chumeni, msikimbie, mtapata vitu vingi pale. Mkipata basi vitakuwa vinakusogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisema pia katika hadithi moja kabla ya ile, tulipokuwa tukisema dhikri zina umuhimu, na mara moja tu mtu anaweza akaandikwa minadh-dhakirina Allaha kathiran wadh-dhakirat, kwa kuamka japo rakaa 2 usiku na akamwamsha hali yake. Wewe umeamka ukamwamsha na familia yako usiku, ukapata hata rakaa 2, umepata rakaa 2 mkaswali pamoja, kutiba minadh-dhakirina Allaha kathiran wadh-dhakirat, wataandikwa hao watu ni katika waliofanya dhikri sana kwa Allah. Manake zile rakaa za usiku zile zina mambo makubwa kweli kusogea kwa Allah, zinasababisha kufunuliwa rehma za Allah, zile rehma khasa, kwa sababu ni katika kipindi ambacho Allah anasema nani saa hizi ana shida, naye niita nimuitikie. Wewe umeamka unamwambia Allah ni mimi, ndio hivyo, ni mimi ya Rabbi, nina shida, niite basi, nakuita ya Rabbi, niombe basi, nakuomba ya Rabbi. Hizi za usiku hizi, hebu tuminyane, tukumbushane, mtu awe anapata kidogo. Sio kwamba mimi nikiwaambia manake mimi ni hodari sana nafanya, wote tunakumbushana, tuko kwa ila kudhikri. Hizi zina umuhimu wake kweli, zinasababisha mpaka na mengine yanalainika kuwa mwepesi kufanya. Allah atujalie kwa ninyi kusikia na kufuata yale mazuri. Sifa Ar-Rahman imekaa vizuri katika majina ya Allah. La pili ni Ar-Rahim. Ar-Rahim, namalizia hiyo. Ar-Rahim ni rehma khasa akhira, hapati mwingine kule, khasa akhira, ambazo ni kwa nani? Waliotii, waliofanya kazi hapa duniani. Duniani ulifanya kazi uliotakiwa, sifa ya Rahim ni kule, akhira inakuwa kwa hao tu. Kwa nini ni kwa hao tu? Kwa sababu kama Allah kule atawahurumia wote, watu waliodhulumiwa wamedhulumiwa, alafu Allah anatoa huruma kwa wote, inakuwaje? Ya Rabbi, mimi nadai haki yangu kwa huyu. Allah atasemaje? Atasema lakini sasa inabidi naye tumsamehe kwanza mpe haki yake huyu. Umeeleweka?
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama kuna swali. Naam. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Napenda kuuliza kwamba hapo uliposema kwamba kuna rehema kwa wote, sasa kuna kauli inayosema kwamba kuna malipo, kwamba unaweza ukalipwa hapa hapa duniani. Sasa napata dhiki kidogo kwamba hapa duniani kuna malipo hapa duniani, au kuna matokeo ya yale tunayoyafanya hapa duniani, lakini malipo ni kwa Mungu, kwa maana kwa malipo ni aidha pepo au moto. Hapo ndio napata kigasiko kidogo. Ndugu yetu anasema anavyojua malipo ni akhera, malipo ya kazi zetu ni akhera, si ndio hivyo? Ndio kuna malipo ya pepo au moto. Lakini pale tunaposema kuna malipo mengine hapa duniani, je, ni kweli hili la malipo duniani? Malipo duniani iko katika namna mbili. Iko katika namna mbili malipo ya duniani. Malipo yale ya duniani hayana maana akhera hutolipwa, lakini yameanza malipo duniani, halafu akhera kuna malipo yale sasa ya kudumu. Malipo ya duniani yako namna mbili. Kuna namna moja ni kwamba matendo uliyoyafanya yamesababisha mabaya, yamesababisha ubaya, yale ni malipo ya matendo yako pale pale. Sawa? Umefungua kitu ambacho kindani yake uliambiwa usifungue. Sawa? Usifungue hii. Wewe ukafungua, kikatoka chenye madhara. Sikitakudhuru. Ni malipo ya yale uliopinga. Umeelewa? Hayo yatakuwa ni malipo, sio malipo. Yaani matokeo ya kile ulichokifanya, manake umelipwa. Si ndio hivyo? Usifungue hii. Wewe ukafungua, ulipofungua chap ikakutokea gesi mbaya ikakuingia machoni. Umelipwa au hujalipwa kwa matendo yako? Nakuuliza wewe hapo. Umelipwa hiyo ni aina moja. Ya pili, Allah anatoa tahadhari kama hii, anasema hivi, mzazi usimfanyie ubaya, mimi nakasirika sana. Usimfanyie ubaya mzazi, nakasirika sana. Na Allah ana uwezo wakati wowote, si ndio? Ukamfanyia ubaya. Ulipomfanyia ubaya tu, badala ya kuteremsha rehma zake kwako, zile rehma khasa, anateremsha adhabu khasa. Kuna rehma khasa, rehma maalum siziko hapa duniani. Kuna na adhabu maalum, vitu maalum viko kwa Allah kwa sababu uwezo anao. Mzazi sitaki umfanyie ubaya, ukamfanyia ubaya, analeta adhabu maalum kwako. Tukiachilia mbali ile akhera, ile iko, lakini adhabu maalum kwa sababu umeniudhi, nimekukataa, kama vile ulivyofungua chupa. Sawa? Vitu maalum vipo. Nitakwambia mfano wa kitu kingine maalum. Kanuni ya watoto kuzaliwa ni baba na mama, ndivyo sivyo? Lakini Nabii Isa alizaliwa kwa baba na mama. Ile ni kitu maalum kuonyesha Allah anao uwezo. Kanuni ya moto ni kuunguza, ndivyo sivyo? Nabii Ibrahimu hakuungua, ni kanuni maalum, hilo ni tukio maalum. Sawa? Hiyo ni kazi maalum ameifanya Allah. Bahari kazi yake ni imekaa ni maji inakwenda hivi, si ndio? Laini. Lakini kwa Nabii Musa alayhi salamu iligandishwa bahari. Ni kitu maalum kuonyesha Allah, mimi nipo, vitu vyangu ninasimamia. Sawa? Tangu lini ngamia akatoka kwenye jiwe? Lakini watu walipotaka miujiza, ngamia alitoka kwenye jiwe. Ufufuo ni siku ya mwisho, ndivyo sivyo? Au kuna ufufuo siku nyingine? Ila Allah kwa wakati maalum alifanya ufufuo. Nabii Isa alimpa miujiza, akamuita Lazaro, toka. Lazaro akatoka. Ni ufufuo, kesi maalum kuonyesha Allah anamtaka Nabii Isa ajulikane kuwa ni nabii, akampa miujiza maalum. Kwa hiyo na adhabu maalum ambayo ni malipo maalum ya kile ulichokifanya, umemkera Allah, kinakuwa ni malipo maalum, sio yale ya akhera. Kwa mfano, katika kanuni ya Mungu akaweka tukio maalum kwa furaha yake tu ukifanya. Kijana akamkirimu mzee, akamfanyia mambo mazuri mzee kwa ule uzee wake tu, wala hamjui. Amemkuta kwenye basi akampisha siti, alimkuta ana mzigo hawezi kuubeba akambebea. Kwa ule ujana wako ukamsaidia mzee, ukifika uzee na Mungu anamleta mtu na yeye anakusaidia. Umeona kazi?
ni vitu maalum hivi Mungu anaviweka, vipo. Tukiachilia mbali kulipwa akhera, atakulipa akhera kwa kitendo hiki, lakini ukiwa mzee Mungu amemleta mtu na wewe anakusaidia. Umekaa vizuri? Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil